katika zile nyakati, na hata kwa jinsi ya kimaombi. Ndio maana hata kama mama alivyosema hapa, hata kwa habari ya kimaombi inatakiwa kupata ufahamu wa kujua hivi kwamba ninaombaje. Hicho ni kitu cha muhimu, na tuliona ndani ya kila nyakati Mungu achilia ufahamu wa nini watu wake wafanye ili kukabiliana na yale yanayotokea kwa majira yale. Siku ya jana tulisoma katika kitabu cha Nyakati wa Kwanza 12:32 tukasoma habari za wana wa Isakari. Tukajifunza wana wa Isakari ilikuwa ni kabila moja ambayo ilikuwa limewekwa kwa ajili ya kujua nyakati na majira na kujua Israeli inawapasa wafanye nini katika nyakati zile ambazo zinakuwa wameingia. Na huwa sio kwamba walikuwa wanaingia ndio wanajua nyakati, bali walikuwa wanazijua nyakati kabla hawajaingia. Maanake nilisema jana ni kwamba ukichelewa kutoka kuingia kwenye zile nyakati, shida inakuwepo. Ukiwahi, shida inakuwepo. Sasa tunaona hivi kwamba wana wa Isakari wenyewe Mungu alikuwa ameweka hekima, lazima walikuwa na akili, sio akili yao, ni akili ya Mungu aliwekeza ndani yao. Maanake kila kabila la Israeli lilikuwa lina utumishi. Kwa hiyo utumishi wao wale walikuwa wanatafsiri kwa habari ya majira na nini wanachosikia kwa Mungu, ili kuwaletea wana wa Israeli wajue yawapasayo kutenda kwa wakati huo. Tuliona ni kawaida ya Mungu kuwahamisha watu wake kiufahamu. Katika kila nyakati anapokuja Mungu, anakuja kuwahamisha watu kiufahamu ili waweze kukabiliana na zile nyakati wanazoziendea. Kama ni kwamba kuna nyakati mpya zinakuja mbele yako, lakini ukiwa na mtazamo ule uliokuwa nao mwanzo, ina maana hivi kwamba hutaweza kudumu katika zile nyakati kwa sababu hauna ufahamu. Na ndio maana tunasema kumjua Mungu kwa viwango vipya. Maanake nyakati ndio zinakupa ujue ufanye nini kwa wakati huo. Mara nyingi hata sisi watumishi wa Mungu, hata haya mengine tuliokuwa tukifundishwa hapa yametokea si kwa sababu ni kwamba watu hawatumikii Mungu, lakini watu kwa sababu hawana ukaribu na Mungu, hawamjui Mungu, na zinapokuja nyakati tunakutwa tunatafsiri sawasawa na akili zetu, sio akili ya Mungu, na hiyo inaleta athari, na hiyo inaleta maporomoko, na hiyo inaleta mtu kushindwa kwenda katika zile nyakati kwa sababu anakuwa bado anafahamu wa zile nyakati alizokuwa nazo mwanzo. Kwa hiyo ni kwamba nyakati mpya zinapokuja zinakuwa zinakuondoa uweze na Mungu alivyo hivi. Mungu akiwa anataka kupeleka katika viwango vingine, anaanza kwanza, kabla hajaja kutangaza yeye mwenyewe yale majira, anaanza kukuletea ufahamu wa wewe kutambua na kukupambanulia ili kwamba unatakiwa uweje. Lakini mara nyingi hata kanisa la Kristo huwa hatujui, yaani kwamba watu frequency zetu huwa hazinasi ili kwamba haya hiki kinachotokea na mafundisho haya na hiki Mungu anachoelezea, kuna nini kinachokuja. Kwa sababu ni kama tukitaka kusema hivi, tulipokuwa darasani 2023, Mungu alikuwa anasema kwa habari ya nyakati zinazokuja. Na ndio maana nasikia kusema hivi kwamba yanakuja mengine makubwa zaidi. Kwa sababu gani? Nasikia hivyo kwa sababu sio kwamba namsikia Roho Mtakatifu ananiambia sana hayo, ila namsikia kutokana na mafundisho. Ninapokuwa nafundishwa na niona hivi kwamba mimi ni nani na ninatakiwa kwenda wapi, kwa sababu ninatega sikio lile la rohoni, alafu hilo sikio linanifahamisha
kutuchukua, kutuhamisha. Kwa hiyo hawa wana wa Isakari walikuwa ni watu wako active kujua hivi kwamba yaani mwenyewe mtandao binasa mbinguni, ili Mungu awaelekeze wasije wakakutwa hawajageuka. Ngoja nikwambie, Mungu akija kukutoa sehemu kukupeleka hatua nyingine, kama hujabadilika ufahamu wako, hujamjua katika viwango vile anavyotaka uende, kitu kinachotokea ndio unakuta watu huwa wanaishia njiani, wanaporomoka. Tulijifunza mwezi wa 4 watendakazi. Unajikuta unaporomoka. Unaporomoka kwa nini? Unaporomoka kwa sababu kile kipindi alichokukalisha kukupa tafsiri uweze kuelewa, ana kusudi pale mbele, unakuwa hujanasa. Unapokuwa hujanasa, manake utakuwa hujabadilika. Kama alikuwa anataka nibadilike kitu fulani, sijabadilika hicho kitu. Na ikiwa sijabadilika hicho kitu, nikienda kuingia kwenye lile eneo litanikataa automatically. Sitaweza kuungana na lile eneo. Wana wa Mungu, tunapokuwa tunajifunza au tunafundishwa, tuwe tunaangalia na mitazamo yetu kwamba tunaelekea wapi. Mungu anasema kitu gani? Hao wana wa Isakari wanasema walikuwa ni watu wenye akili wa kujua majira, yaani nyakati zile ambazo zinatakiwa jambo lifanyike. Sasa walikuwa, yaani na maana hawa walikuwa makini, maana wenyewe wangeweza kuikwamisha Israeli. Wenyewe wangekuwa wakati wa vita, wenyewe wanaambia ni wakati wa amani. Yaani kwamba wenyewe ndio walikuwa na tafsiri majira ya vita, kila majira kwa habari ya Israeli. Sasa tuliona kawaida ya Mungu huwa anawaamisha watu kiufahamu kila majira au katika kila nyakati zilizoambiwa, anaachilia ufahamu. Nilisema jana kwa habari wakati wale Adam na Eva wako bustani ya Eden, ukiwaambia mambo tunayoyajua leo sisi, watasema hapana, watasema hii mjini. Na wale waliokuja kipindi cha pili, ukiwaambia injili hii, watasema hapana. Nikwambie kitu, hata wale wakina Paulo waliokuwepo, wakina Paulo wenye mafunuo makubwa. Sasa hivi Paulo akimsikiliza mama hapa anahubiri, Paulo atasema mimi sikuhubiri. Ngoja nikwambie kitu, hivyo ndio ilivyo. Maanake ule wakati ulikuwa ndio inaanza injili, alihubiri, alikuwa na mafunuo, lakini kuna vitu hakuvielezea kwa uwazi, na ndio maana tunafunuliwa sasa hivi. Maanake tumeingia kwenye injili, tunasoma Biblia. Wala imesema hivi kwamba uingie kwenye nafsi yako, uingie kwenye hisia. Amesema tu yeye habari ya roho, nafsi na hisia, roho, nafsi na mwili. Lakini sasa hivi Mungu amekuja katika ufunuo mkubwa zaidi, anakudadavulia kabisa, anaufunua utu wa mtu utoke nje. Sio kwamba walikuwa wajui utu, lakini ufunuo wa wakati ule dhambi ilikuwa haijawa kama sasa hivi. Na sasa hivi dhambi imekuja, imekula sana. Mungu anapokuja, anakuja kwa ufunuo mwingine mkubwa. Japokuwa walimtumikia Mungu, lakini kwamba watumishi wanapotumika sasa hivi, wale walimtumikia kwa sababu walikuwa wanasimamisha nini? Msingi. Lakini hivi kama mama anavyotumika sasa hivi, anatumika kwa sababu ya kupindua misingi iliyokuwa imewekwa. Na misingi mingine ni misingi ambayo imepatikana kabisa katika kwenye neno hilo hilo. Mtu alikuja akalisoma hilo neno, lakini leo hii Mungu anapokuja anapindua kabisa, anaingia ndani. Sasa hivi Mungu anataka nafsi ya mtu, kwa hiyo anaingia ndani ya nafsi ya mtu kabisa, anagawanya, weka hapa hii nafsi, weka hapa, weka hapa ule utashi wake, weka hapa akili yake, weka hapa. Yaani injili inapohubiriwa inaenda kugusa kila eneo mpaka kwenye damu yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kupitia hilo unaona hivi kwamba lazima alete ufahamu. Sasa hivi anataka sisi tuende kulirejesha kanisa, na kanisa ni sisi. Hauwezi kwenda kurejesha kanisa, kwanza lazima apite kwenye misingi sisi kule ilipokuwa imeharibika. Alibomoa ile misingi. Anapoibomoa ile misingi, analeta ufahamu mpya.
kubomolewa kabisa, kubomolewa na kuanza kupangwa. Tunapangwa wapi? Kwenye msingi wa ufahamu, kwenye msingi wa fikra. Tulikuwa tuna fikra gani tulizokuja nayo? Sasa yeye amekuja akabomoa ule msingi wa fikra. Ule fikra zina msingi wake, kule zikajengewa kabisa, ndio ikakaa ngome. Kwa sababu gani? Kuna msingi ulijengwa ukaimarishwa, na tukawa tunajua hivyo. Sasa yeye akija, anakuja anabomoa, na ndio maana injili ya mwisho inaenda kubebwa sana na roho ya kitume, kwa sababu ni roho ya kubomoa misingi iliyoharibika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwamba tunaona hivi kwamba usipopokea ule ufahamu unakwama. Sasa viwango vipya hivi tunapoingia, tunaingia kwa kumjua, si kwa kumwamini tu. Nilisema jana, na ndio maana tulisema Waefeso 1 kuanzia mstari wa 17 mpaka wa 23. Tukasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, atupe sisi, sio ampe Mungu, atupe roho ya hekima na ufunuo katika kujua. Na nikasema hii roho sio maono hivi kwamba tuone kwenye ulimwengu wa roho. Tujue tunapokuwa tunaisikiliza hekima ya Mungu ambayo ni neno la Mungu, tujue ni nini kinachotakiwa kwangu, hata kabla ya wote kwako. Maana wewe ukijua, mimi nikijua, yule akijua, tukikaa kwa pamoja ndio inatupa ufahamu wa pamoja. Anasema tujue Mungu wa Bwana Yesu Kristo atupe roho ya hekima. Hekima tunaipata tunapofundishwa neno la Mungu, tunakupata ile hekima ya Mungu, kwamba Mungu anataka tufanye nini, tunatakiwa kufanya nini, jinsi ya kuingia na kutoka na kutenda, jinsi ya kunena na kufanya maamuzi. Na zaidi baada ya hapo, hilo roho ya hekima, yeye mwenyewe akashusha na yeye hekima yake kutoka kwake, ambayo itatafsiria kupitia hekima ya neno la Mungu hili ambayo tunaendelea kupata. Maana hakuna hekima nje ya neno la Mungu. Hiyo ndio hekima. Anasema tupewe hekima na ufunuo. Tunapokuwa na neno la Mungu kwetu ndani yako, nimesema sio neno la kujiamini tu, nilisema wapagani wanaamini na shetani anaamini na kutetemeka. Neno la kunaoaminiwa ni lile ambalo linamfanya mtu anaishi sawasawa na kile alichokiamini. Na anapokuwa anaishi sawasawa na kile alichokiamini, ina maana Mungu anakaa ndani yake. Na Mungu anapokaa ndani yake, anaanza kumpa ufunuo. Ufunuo huu sio ufunuo kwamba nimeona kwenye ulimwengu wa ndoto, japokuwa naweza kuona, lakini ufunuo analifunua neno lake ndani yako. Unaweza kusema kitu ambacho hata neno la Mungu hajalisoma hapa, lakini kile kitu kikitoka, kinatoka fresh kutoka kwake. Ni ufunuo wake ameuleta kwa ajili ya kanisa lake, kulingana na majira na nyakati alizoziamua. Na tunapoenda katika hizo nyakati, ni injili ngumu isiyohitaji akili ya kibinadamu, inahitaji akili yake, inahitaji ufunuo wake. Sasa inakuja hivi kwamba tayari majira yamefika, lakini yatukuta bado tuko na sisi katika kuangaikia vitu vile ambavyo tulikuwa tunatakiwa tuwe tumetoka. Na ndio maana katika siku hizi tulizonazo ambazo tumesalia hizi tuvuke Prayer Summit, ni muda wa kujitengeneza na muda wa kupambana na kila aina ya tabia ambayo ilikuwa inakuzuilia. Maanake Mungu anapoenda kutembea na sisi, anaenda kuachilia uweza wake na mamlaka yake. Na zaidi ya yote, kama kutakuwa kuna vitu ambavyo havijakaa sawasawa ndani yetu, tunaweza kushindwa. Maanake itakuwa ataona kwamba amefanya kazi bure ndani yetu. Na ndio maana sasa hivi ni muda wa kujitafakari na kujitafutiza. Mimi hapa nimekaa na Mungu kuanzia mwezi wa 9. Kuanzia mwezi wa 9 nimetoka huko. Nilirudi kwenye somo la tabia ambalo mama alitufundisha kwenye somo la watumishi, nadhani mwaka jana. Nilirudi kwa habari ya kuangalia tabia zangu na kushughulika kile ninachokiona kijakaa vizuri na Mungu. Kwa sababu nimwambia Mungu, sitaki nivuke mwaka 2025 nikiwa na vitu vidogo vidogo ambavyo ninaviona kwenye maisha yangu, kwa sababu najua kuna hatua mbele ninaenda. Kwa hiyo katika hali hiyo, Mungu anataka tumjue kwa viwango
vipya vya kwake yeye, sio kwa viwango vya dini fulani. Haleluya, haleluya. Sasa alisema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo Baba wa utukufu anipe mimi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua. Maana hivi kwamba huwezi kumtumikia Mungu usiyemjua. Itakuwa ngumu kwangu, itakuwa ngumu kwako. Maana ukimjua Mungu ndivyo utaweza kufanya kwa ufanisi. Nikimjua Mungu ndivyo nitakavyoweza kufanya kwa ufanisi. Leo hii tumeshindwa kufanya, kanisa la Mungu limeshindwa kufanya kwa ufanisi kwa sababu halimjui linayemtumikia. Tatizo lililopo ni kwamba tunayemtumikia hatujui, na ndio maana unaona mambo yaliyoko kwenye kanisa la Kristo kwa ujumla. Anasema hivi kwamba kumjua yeye Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo Baba awajalie nyinyi roho ya hekima na ufunuo ili mpate kumjua zaidi, yaani kumjua yeye zaidi. Hapa anaandika kumjua zaidi kwa Biblia ya neno. Anasema naomba pia kwamba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru ili mpate kujua tumaini mliloitwa, yaani tumaini la wito wenu. Una wito, nina wito. Mungu anatumainia nini kwenye huo wito alioweka ndani yako? Maana tukimjua yeye tutafunuliwa, tutajua tumaini, anatumainia nini. Kuna jambo analitumainia kwetu, na sisi sasa hiyo bado tunaangalia, labda tunafanya maombi, tunatafuta vitu fulani, lakini yeye naye anatumainia kitu kwangu. Anasema tumaini liloitiwa utajiri wa urithi wa utukufu wake kwa watakatifu. Upo kwa watakatifu, tayari upo. Tunapokuwa tunaokoka, anataka tumjue yeye, anataka tujue na uweza. Kama usipokuwa umemjua yeye, huwezi kujua uweza wake, huwezi kujua tumaini lake ni nini kwako. Na ndio maana kanisa tunaishi kwa hali fulani fulani. Huwezi kujua uweza wake. Ule uweza wake unakuja pale wewe umemjua, na maana ukimjua dhambi itakaa ndani. Ukimjua utamtii yeye, haijalishi kwa gharama yoyote. Utaamua umtii yeye, ufanye kwa ajili yake, wewe ujitoe kwa ajili yake, kwa sababu umemjua yeye. Na ukiwa umemjua yeye, ni kama mtumishi aliyetangulia amesema hivi kwamba utatakiwa ujue utamaduni na mila zake. Maana hivi kwamba ili lazima ukae naye, ushirikiane naye, ili lazima ukae mwingiliane, ni kwamba lazima kwanza umjue huyo unayemtumikia, na ukimjua ukaishi kwenye kanuni zake, kwenye utamaduni wake na mila zake, kitu hicho itakupa wepesi wa uweza wake kutenda kazi ndani, uweza wake kuachilia. Maana hauachilii kwa sababu ya kule utatoka juu, anauachilia ndani kwa sababu unaendelea kumjua yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Anasema hivi kwamba mioyo yenu, naomba pia macho ya mioyo. Macho ya mioyo nilisema hivi kwamba moyo una jicho. Moyo una jicho. Lile jicho linang'arishwa kupitia neno la Mungu unalofundishwa, unalosoma, unalolichukulia hatua ya kuishi, ndio linafungua macho ya moyo. Moyoni kwako kuna kitu unaweza kujua tu, yaani unajua tu kwa sababu connection kule ndani kumefunguka. Yupo yeye, nuru anamulika, anaona, anamulika. Sio ile kwamba nitaingia kwenye ndoto kwenye anamulika, kwa sababu yes, ni yeye ndio amekuweka wewe. Anasema hivi kwamba sasa yale macho yanapotiwa nuru, unaanza kujua sasa hivi, mimi naitwa hivi, unaitwa hivi, unatakiwa kufanya hivi. Unajua kuna vitu vingine huwezi kumweleza mtu, kwa sababu hivi kwamba ukimweleza utaanza kujieleza, utafute umwelezeje. Lakini unajua kwamba najua natakiwa kufanya hiki. Lakini ukiwa bado kama hivi kwamba macho hayajatiwa nuru, huwezi kujua. Ndio maana huwa tunakaa na watoto wachanga ili kuwafundisha na kuambia fanya hivi. Kwa sababu gani? Macho yake bado hayajatiwa nuru. Sasa tunawafundisha kwa lengo na wao wamjue yeye. Wakimjua yeye, ndio wanaanza kufunua kwa habari ya makusudio na wito wako. Ndio tunaanzaga na wito wa ujumla, lakini tukiwa tumeingia kule, utaona sasa mkono wako
mtu anaweza kumtumikia Mungu asema mimi nimeitwa kufanya hivi. Wewe kuna jambo Mungu amekuwekea ndani, amekuita. Kwa hiyo ni kwamba mimi niko na mama, najua kusudi letu ni kuwaleta watu hivi, lakini mkondo ambao najua nitalipiwa ni wapi, ndio nitawaleta au nitalipa. Lakini kuna kitu ambacho Mungu ananipatia nikifanye lazima. Sasa ndio unaanza kujua tumaini la wito wako. Lakini wito mkuu ni huu tunaubeba, ni wito kwa ajili ya kuwarejesha watu, kuwatoa kule utume wetu na kuwaleta katika ufalme wa Mungu. Haleluya, haleluya. Sasa anasema hivi kwamba hilo tumaini la wito, anasema hivi kwamba na uweza wake mkuu usiolinganishwa kwa ajili yetu sisi. Ana uwezo mkuu. Mungu tumemwona alipojifunua mchana, ana uwezo mkuu. Uwezo huo unaofanya kazi ndani yetu ni sawa na ile nguvu kuu mno aliyetumia katika Kristo alipofufua. Yaani ile nguvu tumeelezwa hayo mchana. Nadhani hapo utaendelea wewe mwenyewe utaona hivi kwamba unatakiwa umjue Mungu kwa viwango gani. Utaona hivi kwamba kuna hatua usipomjua yeye kwa viwango vipi. Kama yeye ameshatangaza, maana yeye ametangaza kwa mtumishi wake, amesema mwaka kesho tunaingia katika viwango vingine. Sasa ina maana vile viwango vingine anataka na sisi tuwe na viwango vingine kwenye ufahamu wetu. Sawa sawa, viwango vyetu viende na vya kwake, viingiliane hivi tuweze kufanya kazi pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuliona jana vitu fulani kwa habari ya majira. Yale majira, hata jinsi wana wa Israeli walipopelekwa Babeli. Wakati ule walipokuwa wanapelekwa Babeli, zilikuwa ni nyakati. Lakini usikiri hivi kwamba wenyewe walikuwa wanafanya dhambi na Mungu alikuwa anawaambia maneno, lakini wenyewe walikuwa wanaona kawaida. Ndio maana hata vile vitabu hawakuandika wenyewe wale, hawakuandika vile vitabu wenyewe. Tunaona Yeremia aliandika vitabu, tunaona maombolezo, tunaona Yeremia. Na Yeremia huyo hivyo vitabu ndio vilimpa Danieli kujua hivi kwa nini tuko hapa. Na alipojua akapata ufahamu mpya. Maana unapopata ufahamu unajua namna ya kutenda. Na unapojua haijalishi kuna kitu gani kilikuwa kinazuia. Unapojua umepata majibu. Na unapokuwa umepata majibu, pale pia utakaoondoka nayo utaondoka kwa njia kubwa, kwa sababu wewe umejua. Na unapokuwa umejua, sio kwa sababu ni kwamba unaota ndoto tu. Umejua. Sio kwa sababu mimi nimeamini. Anayeamini ikifika sehemu kanisa la Mungu tumefikia hapa kwa sababu ninapokuwa nimeamini, ninapokutana na magumu, naweza kuanza kufikiria vingine na aisha kuamini. Lakini mtu anayejua, hebu wewe jua, mimi najua baba yangu alishafariki. Najua mama yangu alikuwa mwalimu Marieta alishafariki. Aje mtu ananiambia kwamba mimi ndio mama yako. Hivi kwamba nitasema naamini. Haiwezekani kwa sababu mimi najua kabisa. Najua yule aliyefariki ndio mama yangu. Yule aliyefariki ndio baba yangu. Kwa hiyo mtu akija kuniambia kwamba hata haja na maroli 100, ananiambia hapana mimi ndio baba, siwezi kukubali. Nitamwambia sawa, umekuja na maroli
hatuangalii tunakutana na nini, hatuangalii. Maanake hao watu wanajua kwamba huyu Mungu ambaye amewajulisha habari ana uweza, ana mamlaka, ana nguvu, ana ufahamu, na amewapa ule ufahamu kwa ajili ya kutenda. Hakuna kitakacho wazuilia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo anaandaa watu. Hebu tusome Danieli 11. Hizi ni habari ambazo zilitabiriwa, yani ni miaka na miaka, hata kabla Yesu Kristo ajaje, wala ndio maandalizi yanatengenezwa huko, yani miaka ya nyuma kabisa. Danieli anasema, Danieli 11, taanza mstari, Danieli 11 tutaanzia mstari wa 30. Tuanzia 31. Anasema, majeshi yake yenye silaha yatainuka ili kunajisi ngome ya hekalu. Kumbuka sisi ni mahekalu ya Roho Mtakatifu. Anasema majeshi yake. Shetani katika mifumo yake aliyoitengeneza, tunaona hapa Danieli alikuwa anamuuliza Mungu vitu fulani, akaja akafunuliwa mambo makubwa sana. Akafunuliwa kwa habari ya wakati tuliopo sasa, wakati huu ambao kanisa limeisha ingia kwenye kibali. Anasema majeshi yake. Majeshi ya nani? Majeshi, hili neno linahusika na taifa la Israeli. Hili neno linahusika kwa wakati wetu. Wakati ule ulikuwepo wakati, na sasa hivi sisi ni wakati, na Israeli watakuja ni wakati. Zote ni nyakati, lakini hili neno linahusika katika nyakati zake zote. Anasema hivi kwamba majeshi hayo, shetani na majeshi yake, ufalme na kuagiza na majeshi yake, mamlaka ambazo zinatawala kiulimwengu, kiserikali, tunaambiwa zina muundo wa mamlaka zake ambazo watainuka kuinajisi ngome ya hekalu, ambalo ni kanisa, ambalo ndio kanisa. Kuinajisi, wananajisi, kunajisi na maana kuna uharibifu. Hao watu walikuwa katika mfumo fulani, lakini wamenajisiwa. Hawa watu kuna machukizo yameingia kule ndani, ambapo hawa watu sasa wakinajisika wanakuwa mbali na Mungu. Anasema na kuondolea mbali sadaka ya kuteketezwa ya kila siku. Ikaondolewa. Kuna sadaka hapo, ukiongelea kuna sadaka aina mbalimbali. Kuna sadaka ile ya kuteketezwa, kuna sadaka ya dhabihu ambayo ni damu ya Yesu, na hii sadaka ya kuteketezwa, hali ya kuomba, hali ya kukaa na Mungu, hali ya kuwa na ibada na Mungu. Yaani hivyo vitu vinaondolewa. Na ndio maana leo hii vita kubwa iliyopo ni vita ya ibada ndani ya mioyo ya watu. Kwa sababu gani? Hekalu linapoharibiwa na najisika, ibada haiwezi kuendelea ndani ya mtu. Maana tunasema sisi ndio hekalu. Anasema hivi kwamba mstari ule anaendelea, anasema mstari ule wa 31, wanaondoa, ndipo wataisimamisha chukizo la uharibifu lisababishayo ukiwa. Watalisimamisha chukizo la uharibifu, yaani niseme kama sanamu inasimama sasa, unajisi unasimama kwa sababu ya mambo ambao yaani kwenye ibada, mahala pale alipokuwa anasimama Mungu kuabudiwa, kuna jambo limeachiliwa ndani ya moyo. Sasa huyu mtu anatamani kumjua mtu katika viwango vipya, lakini anakuta kule ndani kuna ukiwa ule umetokea kwa sababu kuna chukizo la uharibifu ndani limesimama. Sasa Mungu anaposema anakuja kutuvusha, ina maana kuna jambo ambalo Mungu ameanza kutengeneza, na ndio maana mmeona kuanzia jana kuna jambo linatembea. Kwa sababu gani? Anatengeneza, anaandaa watu, anarejesha watu ili waende kufanya kitu fulani, lakini kuna vitu tayari kunakuwa na shida tayari, lakini anachofanya yeye ni kuja sasa ili amwandae mtu na kumweka kwa jinsi fulani. Ndio maana anasema majeshi yenye
yakainuka, kwamba yaliinuka yakainajisi ngome, na alipoinajisi ile ngome la hekalu ikaondolea mbali sadaka ya kuteketezwa. Katika kipindi hiki cha mwisho, ibada ndani ya mioyo ya watu ni kitu adimu, na kwa sababu ibada ni kitu adimu ndani ya mioyo ya watu, ndio shetani ametuwezea pale. Lakini Mungu anataka tumjue kwa viwango vipya, anapozidi kuachilia neno lake kupitia mtumishi wake hapa. Huo ndio moyo wa Mungu ambao anataka tukamate kwa ajili ya kwenda nao na kuvuka nao kwa habari ya nyakati hizi zilizoamriwa hapa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa udanganyifu atapotosha wale walio najisi agano. Yaani wale ambao kwenye lile agano ni agano takatifu, wamekubali kuweka makando kando ndani ya ibada kule moyoni, kule ibada inapokaa, ambapo yeye akaweka chukizo la uharibifu. Anasema atawadanganya, na ndio maana anawadanganya kwa maisha, na ndio maana anawadanganya kwa vitu mbalimbali. Anawadanganya, wanaanza kuangalia sana maisha, wanaacha kuangalia kile ambacho Mungu amewekeza ndani yao. Kwa hiyo ni mbinu anayoitumia ili usivuke kuendea zile nyakati zilizoamriwa. Wana wa Isakari walikuwa watu wenye akili, walikuwa wanayajua hayo, walikuwa wanaona kutoka mbali. Wana wa Mungu, ni kweli Mungu ametukubali, ameturidhia, lakini lazima tuangalie sana isiwepo chachu ya aina yoyote ndani ya madhabahu yako ya rohoni. Maanake anapoenda kutuvusha, ikiwepo chachu, anaweza kukuchukua kwa nguvu, au anaweza kukupa kichapo ili akuchukue. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi kwamba ule mstari unaofuatia, kwa udanganyifu atapotosha wale walio najisi agano. Sio kwamba watu hao walikuwa ni taifa la Israeli, sio kwamba walikuwa watu wengine. Anasema walio najisi agano, lakini watu wanaomjua Mungu wao watampinga kwa uthabiti. Anasema wajua Mungu wao watakuwa hodari, yaani watampinga kwa uthabiti. Kwa nini? Kwa sababu wanamjua, kwa sababu wanaufahamu, watampinga. Tunapoenda katika kufanya kazi za umisheni, za utume, ni kwamba tunaenda kupingana na shetani, tunaenda kupambana na shetani mzima. Hiki kipindi kazi tunayoenda kuifanya ni kazi ambayo inaenda ya kupambana na shetani uso kwa uso, na kutana na shetani uso kwa uso. Ndio maana Mungu anapokutuma kwenye hii kazi yake, anaweka uweza na mamlaka ili akae ndani yako, ili shetani anapokuja kutokea akutane naye yeye ana kwa ana. Cha kwako na cha kwangu ni kwamba kule ndani tunamtengenezea ibada, na tunatengeneza kule ndani nafasi yake, tukitazamia kwenye mila zake na desturi zake na utamaduni wake, tukijua asili yote ni mtakatifu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa tunaposema kwa habari ya kumjua Mungu kwa viwango vipya, tuweke akili kwamba natakiwa kumjua nini. Yawezekana kuna mahali uko namjua. Ngoja nikwambie, hapa mama ninapoamini anamjua Mungu, lakini yeye ukimuuliza hapa huwa anacheka. Hata mimi ngoja sijamjua Mungu. Na mwambia vitu fulani, anaambia kwamba mimi sijamjua huyu Mungu sijamjua kabisa. Lakini mimi nasema nikifika hapo, hajamjua Mungu jamani, unaona? Kwa hiyo kama yeye atasimama hapo, ina maana hivi kwamba Mungu atafika, na yeye atakiwa mjue Mungu kwenye hatua yake, viwango vyake vipya, ili aendelee, na sisi ndio turuke pale alipokuwa tuendelee. Kwa hiyo kila mmoja anatakiwa achukue safu yake kwa habari ya kumjua Mungu katika viwango vipya. Tunaposema hivi kwamba tutapita moto utawaka, tunaenda kupindua misingi. Sio kwamba tutaipindua tu, lakini tutaipindua pale tutakapokuwa tunamjua. Tunapoingia kukubali kuingia katika viwango hivi,
mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tujue hivi kwamba ni jambo gani Mungu anayotaka anaposema kumjua Mungu kwa viwango vipya. Hatuwezi kumjua Mungu tukawa na sababu. Hatuwezi kumjua Mungu tukawa tunamnyima muda. Kuna saa anakurarua tu, wewe unatakiwa kwenda sehemu fulani. Hamna cha kuuliza. Si ulikubaliana naye? Kuna wakati huwa nafika, nilikuwa nafika hapo kabla sijaje huko. Paka namwambia Mungu, Mungu, hapana. Hii hapana. Lakini nikikaa nafikiria nasema, hivi si mimi mwenyewe nilimwambia Mungu hivi kwamba Mungu wewe niponye mimi nitakutumikia wewe. Kwa nini nikataa? Kuna wakati unafikia unaweza kuona mtu ukaona kwa jinsi fulani, lakini unakumbuka yale maneno ambayo Mungu alisema na wewe. Unasema basi mimi nitanyenyekea tu, lakini nitanyenyekea Mungu ili wewe utukuzwe katika hili. Kwa sababu gani? Kwa sababu hivi kwamba unapomjua hutamkatalia. Unapomjua utafanya, unajua hivi kwamba mimi nipo kwa ajili ya faida yake, sipo kwa ajili ya faida yangu. Mimi nipo kwa sababu yeye alitaka niwepo. Mimi nipo kwa sababu ilipita nyakati na majira. Nilikaa siku moja nikatafakari Mungu na nikataka kujua kumtafakari Mungu. Nikamwona Mungu alinipitisha kwenye mambo mengi sana. Nikajiuliza, Mungu, naambiwa na wazazi wangu kwamba baba yangu na mama yangu walikosana. Baba akawasha chandarua, niko ndani ya chandarua. Pale ulinifushana. Nikaja nikajiuliza, Mungu, nilipita kwenye tabia mbaya. Mungu, nilitokaje kwa ile tabia? Mungu, nilipita nikapelekwa kwa waganga huko. Kumbe Mungu alikuwa pamoja na mimi. Nikatembea kwa waganga karibu wengi sana. Mwili wangu nikalauliwa kwa ajali. Lakini Mungu ulinitoaje huko? Nikawa Mungu, nilikuaje Baba? Ulikuwa wapi wakati pale nikapita kwenye shida hii? Nikapita kwenye magonjwa. Nikapita kwenye hali hii, nikapita kwenye kufiwa. Sina hela ya kusomesha watoto. Nikajua hivi kwamba maisha yangu Mungu ndio amekusudia niwe hivi. Na nikajua hivi kwamba ninaishi kwa ajili ya Mungu, siishi kwa ajili ya maisha haya yanayoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hilo likanipa kujua hivi kwamba mimi natakiwa nifanye nini? Mimi natakiwa nifanye nini katika hali zote? Mimi natakiwa nini? Nikajua manake nilimwambia Mungu, mimi sina cha kwangu. Vya kwangu ndio vya kwako. Kwa hiyo hivi kwamba sina kitu cha kwangu kwa sababu namjua Mungu ambaye ameniita nimtumikie. Jioni ya leo kupitia maneno haya machache ukapate kutafakari. Ukapate kutafakari kwa nyakati tunazoziendea. Na nyakati hizo ndizo tulizomo. Lakini katika nyakati hizo Mungu aangalie kwamba kuna vita. Mungu aangalie kuna mambo gani yanatokea. Angalia kuna mambo gani. Angalia Tanzania inafanya nini. Maana haya ni majira ya Mungu ya kuvuna. Na shetani naye anataka kuvuna makwake. Lakini haya ni majira ya Mungu ya kuvuna. Yuko tayari kuvuna na mavuno yako tayari. Kwa sababu hiyo sasa yeye anaangalia utakatifu wetu. Tutalindwa kwa sababu ya utakatifu wetu, utayari wetu. Kuto kuiba muda wa Mungu. Maana Mungu anasema ukomboeni wakati. Huwezi kujua unaondoka lini. Anaondoka mzee, anaondoka kijana, anaondoka mtoto. Tunaona kuna watoto hata kwenye hali hata maeneo yanayotokea, watoto wadogo wamekufa. Kwa sababu gani? Hauwezi kujua. Mimi na wewe leo tusiweke katika hali kama hatujui. Tunatakiwa tujue. Mungu aliyekulipia gharama kwa kazi chuoni. Ujue kabisa kwamba niko kwa gani. Huyu Mungu kweli ni Mungu pia akanilipia gharama nikakaa. Alafu akaniacha kabisa. Haitatokea. Kwa hiyo tujue. Mungu anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, atupe sisi roho ya ufunuo, roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Ili macho ya mioyo yetu yatiwe Mungu. Tupate kujua tumaini na wito wetu kwake ni nini, uweza wake na ubora ulioko ndani na utajiri wa urithi wake aliyoturithisha ni nini. Anasema kuna nguvu na uweza na mamlaka ya ajabu iko ndani ya Mungu ambao leo Mungu iko ndani yetu. Kwa hiyo anataka sisi tujue, kadri tunapojua vile jicho linang'aa na ule utukufu unaongezeka. Mungu atubariki. Naenda kumshukuru Mungu. Takatifu Mungu Baba yangu wa Israeli, tunao sababu ya kusema asante.
Asante kwa sababu ya wema wako na uaminifu wako. Asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya mamlaka yako iliyotupa. Asante kwa ajili ya uweza na nguvu zako. Asante kwa hekima yako unayoachilia Mungu. Baba, tunarudisha sifa na utukufu. Asante kwa sababu Mungu unatamani tukapate kujua, ili tunapoingia katika zile nyakati na majira ya uzalishaji tukapate kujua Mungu. Hata tunapokutana na mambo magumu tukapate kujua, maana umesema wamjuao Mungu wao watakuwa hodari. Bwana Yesu, tazama umesema katika neno lako kwa habari ya wenye silaha walivyokaribia ile ngome, wanaenda kuharibu ile agano takatifu. Lakini Mungu, sisi tumekujua wewe. Katika kukujua wewe Bwana, tunatamani tutembee sawa sawa na ile tuliyojua. Umetuvika uhodari. Tunatamani Bwana Yesu Kristo tukatende mambo makuu. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Uinuliwe, utukuzwe na ubarikiwe. Asante Roho Mtakatifu kwa kulitafsiri neno. Asante malaika waliotuhudumia. Hata sasa Bwana, tunarudisha sifa na utukufu wako. Watoto wako Baba, wasaidie kila mmoja katika kujua. Kila mmoja atoke katika level ile moja na kuelekea katika ile hatua ambayo umekusudia Bwana. Ninajua kuna wengine unawavusha hatua 3 mbele. Kuna wengine unawavusha hatua ngapi mbele. Na wengine unawapeleka katika step inayotazamiwa. Bwana Yesu, tunaomba utusaidie. Tupe kujua Mungu, tupe kutafakari, tupe kuelewa, tupe kufahamu, tupe kujua uweza wako, tupe kujua mamlaka yako na nguvu zako, tupe kujua Bwana elimu yako kwa utukufu wako na kwa jina lako Yesu. Asante kwa sababu ya uaminifu wako, nami mjoli wako